بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulizungumza katika darasa iliyopita kuwa lao maji yatabadilika mabadiliko makubwa sana, sio mpaka mtu akiyaona hata yaita maji, labda atasema ni maji ya nazi, maji ya ndimu, maji ya ama itabadilika jina kabisa, si hata si maji ya kitu, tuseme chai. Shaelewa hukumu yake nini? Hufai kutawadha nayo, hufai kufanya tahara yoyote nayo, hufai kufanya tahara yoyote nayo. Maana yake hufai kutawadha, hufai kuoga, hufai kujitamba, hufai. Tuko pamoja? Hai. Sasa tukafika kwenye ibara ya Sheikh asema hapa wataghayyuru taqdiriyu. Wataghayyuru taqdir. Sheikh rahmatullahi alayhi asema wataghayyuru taqdir. Wataghayyuru التقديري كتغير الحسي فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا بأوسط الصفات. Naam. Asema Sheikh rahimahullah, leo sasa tunaingia kwenye masala ambayo tumekuashiria ndugu yangu. Haya masala tushawahi kuyaashiria. Unasikia? Haya masala shay kuyaashiria. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asema sasa Sheikh, baada ya kusema kuwa bwana maji yakibadilika sana hayatumiki, hayafai kutumika katika kutahirisha, sawa? Sasa akwambia wataghayyuru taqdiriyu kataghayyuri alhissiyyi, na kule kubadilika kunakokadiriwa. Yani nini maana? Kule kubadilika ambako hakuonekani kwa mara nyingine maji yanaweza kubadilika lakini si kwa kuonekana kwa macho. Yani wewe unaweza kukadiria maji nafikiri mimi yamebadilika. Yamebadilika vipi? Tutakuja kutoa mfano. Lakini ataghayyuru taqdiri yani ni kubadilika ambako hakudirikiki kwa nini? Kwa macho. Hukumu yake kataghayyur alhissi, ni kama kule kubadilika ambako kunadirikika kwa, yani lau tukaja tukakadiria tukaona angalia, unajua kukadiria ni kukisia, sio? Lau tukakisia ya maji yake kama ambayo yamebadilika, basi tukwambia hukumu yake kusema kudhania, si ndio? Si kudhania, ama kudhania pia kukadiria, lakini kudhania la, maana yake mpaka ukadirie, yani mpaka ufikirie hapa bwana, kwa sababu fulani mimi naona kama haya maji yamebadilika, hata kama rangi naona kama iko sawa, lakini yake kwa sababu imefanyika kitu fulani, kwa sababu kitu fulani kimeingia, nadhani imebadilika. Kwambia hukumu ya hii kubadilika huku, yani kwa kukadiria, basi hukumu yake ni kama pale ilipobadilika kwa ambayo inahisi, kama ilipobadilika rangi au utamu au harufu. Yani maana yake pia hufai kufanya nini? Kutumia. Sasa takueleza maana yake maanisha nini. Yeye mwenyewe atatoa mfano. Alhamdulillah. Yeye mwenyewe atatoa nini? Atatoa mfano. Akwambia Sheikh, falau waqa'a fihi, ushaiona? Falau waqa'a fihi, sasa ikitokea juu ya ndani yake, ikiingia ndani yake ma'u wardin, maji ya waridi, ma'u wardin, ikituka ndani ya maji ma'u wardin, maji ya waridi, la raihata lahu, maji yenyewe hayana harufu. Maji ya waridi ambayo hayana nini? Ambayo hayana harufu. Yani vipi? Mara nyingine bwana, wewe unajua maji ya waridi, sio? Maji ya waridi ile mara nyingine marashi fulani
maji ya waridi hapo marashi yale ukaenda hata kwenye munasabati hivi utamwagiwa maulidi hivi utamwagiwa ile kwenye kofia, mara nyingine utakuja mtoto anamwagiwa wakati wa qiyam marashi yale, sio yale maji ya waridi ya ua la waridi ile wewe inawekwa maji. Sasa yale maji yake sema waridi harufu nzuri, maji ya waridi asili yake waweza kutawadhi? Huwezi, maana yake yamebadilika. Yaitwa maji ya nini? Si tumesema ikiwa yaitwa maji ya kitu basi. Kwa hivyo asili yake huwezi kufanya? Huwezi kutawadhi. Lakini mara nyingine ile maji yakikaa muda mrefu, ile harufu nzuri inafanya yapotea. Sasa yale maji yatakuwa yamefanana na maji ya kawaida ama hayajafanana? Yakiingia kwenye maji ya kawaida, yale maji ya kawaida yatawahi kubadilika? Tutakwambia kadiria. Wewe ukikadiria mfano, yani nitakupa kama mfano, una ndoo, nusu ndoo na maji ya kawaida safi kabisa, ukaja ukatia maji ya waridi ambayo hayana harufu, ukaja ukatia mpaka ikaja, yani nusu maji ya kawaida nusu maji ya waridi. Lau yale maji ya waridi yangekuwa na harufu, yale maji yangebadilika? ingekuwa na harufu, ingekuwa na yale maji yangebadilika. Yale maji ya kawaida yangefanya nini? Yangebadilika, na tungesema huwezi kufanya nini? Huwezi kutawadhia. Sasa lau yale maji ya waridi hayana harufu, yakiingia pale, je, yale maji yatabadilika? Hatabadilika. Maana yake harufu zimefanana. Sasa hapa ndo tunamwambia kadiria. Fanya nini? Yani yeye hapa asema hivi shekhe, turudi kwenye kitabu. Akwambia falau waqa. Sasa lau ikatokea fihi, katika maji, yani yale maji mazuri, ma wardin. Falau waqa yani ikitokea. Ama ikituka. Unaweza kusema ikituka ama ikiingia. Falau waqa ikiingia, falau waqa ikiingia katika haya maji haya. Ma wardin. Maji ya nini? Ya waridi, lakini nasema hapo la raihata lahu. La raihata lahu. Hayo maji ya waridi hayana nini? Hayana harufi. Ma wardin, hayana harufu afwan. Ma wardin, maji ya waridi, la raihata lahu. Lakini hayo maji hayana nini? Harufu. Sawa? Huu ni mfano tu ndugu yangu. Huu ni nini? Mafukaha wanaenda kwa, yani wanakupigia mfano kwa kitu ambacho kimezoeleka. Nipe mfano mwingine wewe wa maji ambayo itakuwa, yani hapa kihakika yamesema maji ya waridi, lakini sisi tunasema maji yoyote ama kitu chochote ambacho kimefanana na yale maji kwa zile sifa zake. Mfano ni fikiria, tushaikutaja kitu kama hicho. Ni ngumu najua, lakini tushaikutaja kwenye Safina na kwenye Risala pia nafikiri. Nataka unatajie maji mengine ama kitu kingine ambacho kimefanana na maji kwa sifa. Yani utaona harufu yake ni kama harufu ya maji ya kawaida, utamu wake ni kama maji ya kawaida, na utamu taste na rangi pia inafanana na rangi ya kawaida. Bi maana ni kitu ambacho hakitahirishi, ni kitu ambacho lakini ukikitia kwenye maji kimefanana na maji. Kitu gani kingine? Kwanza nimekwambia ni maji ya waridi. Pili, maji ya waridi ndio haya mfano haya, nitakwambia maji ambayo yametumika katika kujitahirisha. Ndio wakumbuka nikawa nakwambia hata yale matone yanayoanguka kutoka kwenye uso yakiingia kwenye ndoo, huo nilikuwa nikikwambia hayafanyi nini? Kwa sababu hukumu yake ni kama maji ya waridi haya. Ndio sasa nikakwambia utasoma kwenye kitabu kingine. Yani maana ya hii masala ni hivi, lau wewe ukatukua maji ambayo yashatumika katika tahara, ambayo ni yale matone, sio? Yale matone ukayakusanya ukayatia kwenye ndoo, yatabadilisha maji? Hukumu yake ni kama maji ya waridi. Tutakwambia kadiria. Fanya nini? Kadiria. Tutakueleza namna ya kadiria, tutaeleza namna ya kadiria. Lakini kadiria sio moja kwa moja ati tone likiingia useme haya maji ya ndoo sasa. Wana raha ya fiqh bwana. Tumeelewana mpaka hapa ndugu yangu? Vile vile wewe waoga janaba, kuna ndoo pale kando. Moja kwa moja tutakwambia ati matone tu yakiingia pale ile ndoo imechafuka. Maji yashachafuka. Tukwambia nini? Kadiria. Na hakika sasa umeipata. Yaqinan. Tuendelee. Sasa asema Sheikh, falau waqa, lau ikaingia fihi, katika maji hayo, ma wardin, maji ya waridi,
Na huu ni mfano. Hapa wewe waweza kusema maji ya waridi au maji yoyote ambayo yamefanana na maji ya kawaida kinini? Kisifa. La raihata lahu, ambayo haina nini? Haina harufu. Sawa, maji hayo ya waridi ambayo hayana nini? Hayana harufu. Asema shekhe, qaddara mukhalifan. Qaddara mukhalifan. Qaddara mukhalifan lahu bi awsati sifati. Itakadiriwa. Yani wewe utafanya takdiri, utakadiria, utakisia. Utakisia vipi? Mukhalifan lahu. Utakisia sifa ambazo zina khalifu, utakadiria kitu ambacho kina khalifu maji. Sawa? Utakadiria kitu ambacho kina khalifu nini? Maji, lakini bi awsati sifat, kwa sifa za kati na kati. Kwa sifa za kati na kati. Takueleza yani nini maana ya sifa za kati na kati. Yani ni vitu gani yani utakadiria? Kwa ufupi, maulama washataja ni vitu gani utakadiria. Utaangalia kama juisi ya inaitwaje, zabibu. Juisi nyekundu ya zabibu ama nyeusi. Bi awsati sifati, hizo awsati sifati uandike hapa chini. Hizo ni kama juisi ya zabibu nyeusi au nyekundu. Juisi ya zabibu, juisi ya zabibu nyeusi. Yani kwa mfano upande wa rangi, angalia kabla ya kuendelea. Sisi haya maji tutasema yanaweza kubadilika rangi, yanaweza kubadilika harufu, yanaweza kubadilika nini? Taste, sio? Sasa yale maji yaliyoingia pale, mfano maji ya waridi, yamefanana na maji katika kila kitu. Sasa tutafanya, tutakwambia nenda kakadiria. Nenda kakadiria. Lau ile iliyoingia pale ni kitu kingine. Mfano juisi ya inaitwaje hii? Zabibu. Yale maji yangebadilika. Yaani ile kiwango iliyoingia. Mfano kiwango mimi na ndoo lita 5. Ndoo lita 10. Lita 5 maji ya kawaida. Kisha kukaingia maji ya waridi lita 1. Tutakwambia nenda kakadirie. Lau ingeingia ile juisi. Lau kadiria, tusiache uje ulete juisi umimine. Nenda kakadirie. Lau pale kungeingia juisi lita 1. Juisi ya zabibu, rangi nyekundu ama rangi nyeusi, ingeingia pale. Yale maji yangebadilika. Sasa wewe utakadiria kulingana na hali yako. Ushaelewa? Kulingana na hali yako. Unaweza kusema kama mimi na ndoo yenye ina maji lita 5, kisha ingie lita 1 rangi. Labda nasema tu labda haitofanya nini? Haina neno. Utasema kwa maana yake ni kwa yale maji bado ni safi. Kisha utakuja kwenye rangi, hiyo ni kwenye rangi. Sawa? Kisha utakuja kwenye harufu. Harufu utachukua harufu ya ubani. Ubani huu wa moto, unajua ubani wa moto sio? Utachukua harufu ya ubani. Hii huwa ukitolewa kwenye mti bado uko maji. Kisha unakauka nasikia baadaye. Pale yakiwa maji. Piga hesabu lau ungewekwa hapa ubani lita. Harufu ingebadilika. Ukipiga hesabu, labda ingebadilika. Kama ingebadilika tukwambia basi maji yashafanya nini? Yashaharibika. Kama ambayo umekadiria kwa yashaharibika. Na usipo ukikadiria usema naona kama hayatobadilika, basi maji yako pale masafi. Ushaelewa? Naelewa. Kisha sasa tuenda kwenye test. Test wanakuambia utamu wa rumani. Unajua rumani? Tunda letu rumani. Ngoja. Sasa utamu wanakuambia ni utamu wa hii rumani. Yaani angalia ile rumani bwana, lau baada ishafanywa juice. Ikatukuliwa lita 1, ikatiwa kwenye haya maji yako. Yaani nikukadiria, lau ingetiwa pale. Ingebadilisha haya maji yako upande wa utamu. Kwa hivyo rangi wanakwambia ni rangi ya juisi ya zabibu. Utamu ni utamu wa rumani, ambao ndio sijui kungumanga. Kisha taste, harufu ni harufu ya nini? Ubani wa moto. Sasa utafanya test ya hizo, utakisia tu ama utafanya zote tatu moja? Lazima zote tatu. Utakisia tu wewe mwenyewe. Lazima zote tatu. Kuna maneno marefu kuhusiana na hili swali. Mimi sikutarajia uulize hili swali, lakini ndio hiyo. Yaani wewe kwa hii unajua kazi si ngumu, ni kueleza ndo ngumu. Lakini mfano wewe una ndoo. Sawa? Lita 10 ya maji. Kukaingia tuseme sasa yale matone yako ya kutawadhia, matone yakaingia pale juu. Tutakwambia haya, nenda kukadiria. Kadiria vipi? Fikiria tu. Fikiria. Bwana, ona haya matone yalioingia. Lao ingekuwa ni
juisi ya zabibu, matone ya juisi ya zabibu, yangebadilisha maji? Hangebadilisha. Hai, kwa hivyo unahesabu kuwa maji yako sawa. Lao ingekuwa yameingia hapa niyo nini ya kungumanga, juisi ya kungumanga, ingebadilisha? Singebadilisha utamu. Hai, lao ingekuwa imeingia ni ubani, ingebadilisha harufu? Kwa hiyo matone usingebadilisha. Kwa hivyo alhamdulillah rabbil alamin, yale maji ni tahara, naenda katumia bas. Kwa hivyo kukadiria ni kitu cha haraka, lakini ile kueleza kifiqhi ndio uipate, ndio kidogo kuna maelezo. Sasa kwenda paka ile patikane kiasi ambayo itaharibu maji matone mangapi hapo. Shaelewa sasa? Tumeelewa, lakini masala yenyewe. Sasa utaandika hizo nini tatu? Sifa tatu, yani useme ni rangi ya kadha ama si lazima, bora tumeelewa. Sawa, asema shekhe qudira mukhalifan lahu bi awsati as-sifat. Kisha sasa tuje kwenye masala. Je, ni lazima kukadiria? Huku kukadiria huko lazima. Yaani wewe kuketi kwanza kuja na wingi ingia lazima, la si lazima. Si lazima. Ndio nikakwambia mimi. Yale matone hayadhuru, hata ukiamua hutokadiria hakuna dhambi yote. Ushaelewa? Lakini mtu asije akasema basi sawa, mimi labda nina maji kwenye ndoo lakini lita moja, ndoo ya lita 10, lakini pale ndani ya maji kuna lita moja. Kisha anaweza kuleta lita 9 ya maji ya waridi ambayo hayana harufu, kisha sema sitokadiria. Ya akhi, kukadiria ni kitu cha nini? Kwenye akili. Yaani wewe ukileta lita 9 automatic akili yako itakuwa ushaipata sasa. Kwa moyo pia. Kwa moyo tuseme hivyo. Sisi tunasema ile ambayo yahitaji kukadiriwa. Usipokadiria tukwambia ina neno, naenda katawadhe na kila kitu iko sawa. Sasa tumeelewa? Tuendelee sasa. Basi madhubuti hapo tumemaliza hivi. Hii masala mengine itabidi usome, hatujafika hapo. Tusema la yadhurru taghayyurun yasir. Sio? Sema Sheikh rahimahullah, wala yadhurru taghayyurun yasiru la yamna'u isma al-ma'i. La yamna'u isma al-ma'i. Isma al-ma'i. La yamna'u isma al-ma'i. Asma al-ma'i. Wala yadhurru taghayyuru bimuksin wa turabin wa tuhlibin wa ma fi maqarrihi wa ma marihi wala bimujawirin ka'udin wa duhnin wala bimilhin ma'iyyin wala biwaraqin tanathara min ash-shajari. Tamam, zuri kabisa. Asema Sheikh rahimahullah wa nafa'ana Allah bilumi fi ad-darin, wala yadhurru taghayyurun yasir. Sasa hapa ndugu yangu, kusema kweli hiki kipande hiki ni kama tu yale tulioanza nayo kitabu hiki, ama yani pale mwanzo tukizungumzia maji yakibadilika vipi ndio yanadhuru. Basi hii ni kama ufahamu wa yale. Wakumbuka pale tusema lazima maji yabadilike sana, sio? Sasa akwambia wala yadhurru taghayyurun yasir. Haidhuru yale maji yakibadilika kidogo. Kule tulisema yakibadilika sana ndio Sasa akwambia hayadhuru yakibadilika kidogo. Yaani ni ufahamu tu yale yaliyotangulia. Sio? Wala yadhurru taghayyurun yasir. Haidhuru kubadilika kidogo. Kubadilika kidogo kwa namna gani? Akwambia la yamna'u ismal ma'i. Kubadilika ambayo hakuzuii jina la maji. Yaani imebadilika kwa namna ambayo wewe husemi kuwa haya si maji. Yaani mfano tuliwaambia maji yale yameingia mchanga kidogo hivi, ama acha mchanga. Yaani yameingia matone ya maziwa. Lazima tabadilika ama si lazima? Kidogo. Kwa mbali. Lakini bado wewe utasema maji ya maziwa yale ni maji, lakini yameingia tu nini? Sasa haina neno. Maana yake ni kubadilika kidogo. Sawa? Sasa akwambia wala yadhurru taghayyurun yasirun la yamna'u isma al-ma'i. Na haidhuru kubadilika kidogo ambao kwa kwamba hakubadilishi nini? Jina nini? Jina ya maji. Sawa? Wala yadhurru taghayyurun bimukthin. Na pia haidhuru maji yakija yakibadilika kwa kubaki.
Kwanza sisi tulisema tutataja baadhi ya dalili, sio? Lakini hii naona si kubaki. Mukthi ni kwa kuketi. Mukthi ni kuketi. Yaani maji yameketi muda mwingi, kawaida huwa maji yakiketi muda mwingi yafanya nini? Yanabadilika. Sasa maji yakiketi muda mwingi utaona yabadilika. Sasa mtu anaweza kusema haya tena inaweza kubadilika sana ile harufu, sio? Sasa Harufu pia cha rangi, hata rangi pia inaweza kubadilika. Naam. Hata rangi inaweza kubadilika. Sasa utakwambia ndo etaje hufai kutawadhana? Kwambia la, haina neno. Kwa sababu gani? Niambie. Kuna kitu tulieleza. Kwa sababu hajachanganyika na kitu. Pale mwanzo nilikwambia maji yakibadilika na kitu bimukhalitin, kwa kitu chenye kuchanganyika nacho, lakini la yastaghni alma'u anhu, maji hicho kitu maji yanajitosheleza kuliko hicho kitu. Lakini kuketi, yani kuwa maji yanaketi yamebaki kwenye ndoo, je, maji yanaweza kukaa bila kuketi? Yani ushanielewa? Yani haiwezekani ati useme maji yako kwenye hewa hivi. Lazima yaketi sehemu. Sasa kwa sababu kule keti ni dharura, basi tukwambia hata yakibadilika kwa ajili ya dharura hii hakuna nini. Tumeelewana sasa? Ndio nikakwambia hii ni ufahamu wa yale yalotangulia tu. Sasa kwambia wala yadhuru taghayyurun bimukthin, na haidhuru kubadilika kwa ajili ya kuketi, kutulia yani. Sawa? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wa turabin, na pia haidhuru maji lau yakibadilika kwa mchanga. Haidhuru maji yakibadilika kwa nini? Kwa mchanga. Isipokuwa yani mfano utie sasa hii angalia hapa. Hey, elewa. Pale mwanzo nimekwambia la yadhuru taghayyurun yasir. Haidhuru kubadilika kidogo. Kisha kukwambia wala yadhuru taghayyurun bimukt. Hapa aliposema wala yadhuru taghayyurun bimukt, haidhuru kubadilika kwa ajili ya kubaki kutulia hata kama yatabadilika vibaya. Umeelewa? Ya tatu kwambia wala biturab bimukthin wa turab, na pia kwa mchanga. Yani maana yake hata kama utaweka mchanga kwenye maji yakabadilika sana pia haidhuru. Sababu ni maulama wasema kwa sababu mchanga pia yana asli katika kutahirisha. Ndivyo sivyo? Kwenye tayammum wao watumia nini? Mchanga. Pia katika kuosha najisi mara 7 watumia nini? Basi haina neno. Isipokuwa mchanga uzidi sana mpaka iwe haitwi tena maji, yaitwa nini? Haiwezi kuitwa maji ya mchanga. Mimi sijawahi kusikia maji ya mchanga. Wewe unasikia maji ya mchanga? Mpaka iwe yaitwa nini? Tope. Maana tope si maji tena? Si maji tena. Lakini maji yamechafuka, mchanga mwingi sana. Haijafika kwenye tope, bado ni maji. Mtu akaona maji haya yachafuka kweli. Tutakwambia una ruhusa ya kutawadha nayo. Kwa hivyo umeweka mchanga. Hii ndo inafika hapa kutoka chini. Mchanga umekuja paka umefika hapa hivi. Ule juu kidogo size hii ndo maji. Unaweza kutawadha nayo. Ndugu yangu, kwa rais, yale maji yanaitwa matope. Yakiitwa matope, si tope. Hufai kutawadhia. Yakiitwa tope tu hufai kutawadhia. Lakini yanachafuka sana bwana. Yani lau ingekuwa badili ya mchanga ni kitu kingine. Yani maji ya mchanga unaweza kaita lakini sasa bado ni maji, haja kwa tope. Kama haja kwa tope una ruhusa ya kutumia. Kwa sababu gani? Mbona vitu vingine yani yale maji ingekuwa badili ya maji ni sukari. Badili ya mchanga ingekuwa ni sukari. Ikachanganya ikawa ni sukari kabisa. Yani maji lakini imechanganyika na sukari nyingi sana mpaka hufai kutawadhia. Lakini sukari ile kiwango ingekuwa mchanga ile kiwango, kwambia mchanga haweza. Kwa sababu mchanga una asili katika kutahiri. Tumepata. Hai. Asema shekhe wa turabi wa tuhlubin. Wa tuhlubin. Tuhlubin nini? Tuhlub ni ile kitu etaje ya green web kwenye maji. Etaje ile mmesahau mimi kwa Kiswahili. Ile kitu ya green ambayo iko kwenye kwa kizungu. Maana tusoma skuli. Alga hiyo. Sasa ile siwa yabaki kwenye maji. Yaani siwa ile yazalika na maji ile. Basi hiyo pia hata ikawa nyingi, ikabadilisha maji, rangi au harufu au testi, haina neno. Kwa sababu gani? Kwani ina asili katika kutahirisha. Alga, shaka kusikia alga inatumika kutahirisha. Sasa kwa ajili
kwa ajili maji hayawezi kubaki bila ile. Yaani imekitetea, maji ambayo imekitetea, sio? Ili maji ambayo yameketi sana. Sasa ingebidi kila maji yaketi sana lazima tuyamwae, lazima tuyamwae. Kwa shida yake. Na sheria imekuja kusahili. Sasa maji yakiathirika kwa hii alga, tutakwambia bwana angalia. Kwa sababu hii alga ni kitu ambacho kinatokea kwa maji mingi. Na sheria imekuja kusahilisha, basi pia hapo kufanya. Lakini kwa sharti hii alga ama hii tuhlub kwa sharti haiharibu maji ikiwa imezalika yenyewe. Sio wewe uende utukue uitie. Yaani kuna ndoa, wewe uende utukue alga kutoka sehemu nyingine utie wewe mwenyewe kwa mkono. Kwani pale kuna uzito wa kuepuka ile. Sisi tumesema sababu ya kuwa hii inasameheka ama haiharibu maji ni kwa ajili ya uzito wa kuiepuka, sio? Lakini sio hakuna uzito wa kuepuka. Wewe manake umekwenda umechukua mwenyewe umeitia pale. Hiyo haito tutasema wale maji yakibadilika taghayyu, yani kubadilika kwa wingi, basi yale maji yameharibika. Yale maji yameharibika. Sawa? Watuhlubin, kisha sema wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, na kitu chochote ambacho kiko ile sehemu yake ya kutulia. Wa ma fi maqar ni sehemu ulo tulia. Hata hapa umeketi sasa, hii inaitwa maqar. Mamar ni sehemu ya kupita. Maqar ni sehemu ya kutulia, mamar ni sehemu ya kupita. Sasa nakwambia pia maji yakiharibika, yakibadilika sana, lakini kwa kitu ambacho kiko ile sehemu ambayo maji yanatulia. Yaani mfano kwenye kisima kuna mchanga labda chini. Maji yakitoka lakini mchanga tunasema nini? Mfano ni wewe tanki lako la chuma zake. Ndio nataka kusema hivyo. Tanki lako la chuma. Tanki la chuma lina kutu, laweza shika kutu yani. Maji yako yabadilika kwa ajili ya kutu. Je, maji yaweza kuketi sehemu ambayo si ile? Yaani je, maji yaweza kuketi sehemu hivi bila nini? Lazima pale, sio? Ile inaitwa makari yake. Ile inaitwa basi haina neno. Hata kama maji yatatoka brown kabisa, haina neno. Na vile vile mamari ni kama mifereji. Ile siku ninafikiri nilipiga mfano wa mfereji. Mfereji una kutu. Ukitoka maji mekundu ama brown kabisa, haina neno. Kama kile kisima nikiwa napiga maji yanatoka rangi nyingine. Ndio. Haina neno. Hata kama itabadilika kubadilika kwa wingi sana, haina neno. Kwa sababu hizi zote kuanzia pale tukitaja kuwa maji yametulia, kubadilika kwa kutulia, ama kwa mchanga. Kwa mchanga weka kando. Kwa kutulia, ama kwa ile algae, ama kwa sehemu ya kutulia ile maji yenyewe, ama kwa njia yake. Hizi zote ni vitu ambavyo maji hayawezi kuishi bila, ama kuna uzito wa kuepuka. Umeelewa? Asema Sheikh wa ma fi maqarri wa mamarihi wala bimujawirin. Na maji pia hayabadiliki, yani haidhuru yakibadilika kwa kitu ambacho ni mujawir. Mujawir ni kitu ambacho hakichanganyiki na maji. Kama uchukue kijiti utie kwenye ndoo. Kijiti utie kwenye ndoo. Baada ya muda labda ile ndoo yani ya maji, yale maji yanaweza kubadilika rangi. Lakini ukitoa kijiti kama itakuwa hakuna particles zimetoka, kijiti kikitoa nini itafanyika? Inatoka pamoja. Harufu pia inatoka, ama ile rangi inatoka, ama kumaanisha yale maji kihakika hayajabadilika. Ushaona? Lakini kijiti kikibaki pale ndani unaweza sema maji kama ambayo yamebadilika yamekuwa brown. Kwambia la, kijiti aslan haichanganyiki na nini? Na maji. Kwa hivyo haidhuru. Kwa hivyo sawa? Kitu ambacho hakichanganyiki na maji. Kitu ambacho hakichanganyiki na maji. Kama hiyo wao wanatoa mfano kijiti ama ni natafuta kitu chochote ambacho hakichanganyiki na maji. Umeweka nguo yako ya brown. Mafuta pia. Mafuta yachanganyika na maji. Yanaenda chini mafuta. Ama chukua nguo yako. Chukua nguo yako, nguo ambayo haitoi kala. Nguo ambayo haitoi. Ukiweka kwenye maji. Ukiweka tu ile maji inaweza kuchange kala. Lakini ukiitoa alafu kala ishaondoka. Ili change ile maji yalibadilika kwa ajili kuna kitu kimechanganyika nao ama tu ni ile nguo imeingia. Basi tutakwambia hata ile nguo ikiwa pale ndani waweza kutawadhia yale maji. Kwa sababu gani? Bora nguo hiyo ni toa. Bora nguo hiyo ni toa. Kama nguo inajisika story nyingine. Sawa? Wala bimujawirin ka'udin. Angalia, wala si kwa kitu ambacho hakichanganyiki na maji kama nini? Kama kijiti. Waduhnin. Duhni ndo mafuta. Duhni mafuta.
ودهن. sawa. La ilaha illallah rasul. sawa. Wala biwaraqin afwan, wala bimilhin ma'iyyin, wala yani haidhuru yale maji yakibadilika kwa milh ni chumvi, wala bimilhin chumvi, milh ni chumvi, wala bimilhin ma'iyyin, wala ile chumvi ya maji, chumvi ya baharini. Lau maji ukatia wewe chumvi ya baharini kwenye maji paka ikabadilika kabisa, ikabadilika sana, haidhuru. Kwa ajili asili ya chumvi huwa chumvi ambayo tunaizungumzia hizi tumesema ni chumvi ya maji. Asili yake huwa asili yake mbaya, kwa hivyo ina neno. Kwa ajili asili ile chumvi ni ya baharini, haina neno. Lakini kuna chumvi nyingine ni chumvi ya jabali. Chumvi ya jabali. Chumvi ya jabali haishihi. Huko kwetu kuna sea salt, sio? Sea salt ndio chumvi ya bahari, sio? Kuna ile salt nyingine, ile huwa si ya bahari. Basi ile chumvi nyingine ukaja ukaitukua, ukaitia kwenye maji na ikabadilisha maji sana. Tukwambia ufai tena kufanya. Sawa? Hai. Mwisho asema wala biwaraqin tanathara min ash-shajari. Wala kwa inaitwaje, waraq ni majani. Yaani wala haidhuru yale maji yakibadilika kwa majani yanayoanguka kutoka kwenye mti. Wewe mfano una sijui sema pool lako ama tanki lako kwa chini hivi, na kuna mti pale, basi ule mti uanguka majani. Ile majani kala yake inaweza sababisha kala ya maji yote kwa green. Tutasema ufanye kwa gani? Haina neno. Kwa sababu gani? Kuna uzito wa kuepuka, sio? Basi right. Taban. Hizi hapa majani ni ikiwa yameanguka yenyewe, sio mtu amekwenda kata majani kisha yatia. Yote. Sawa. Sasa inshallah fikiri maliza fasili hii. Sasa tutazungumzia maji ambayo ni makruh kutumia. Tutazungumzia shekhe maji ambayo ni makruh kufanya kutumia katika kutawadha na mambo mengine, hata katika kunywa na nini. Allahu a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.